kwa maana ya kwamba ilishughulika na dhambi, ilishughulika na magonjwa, ilishughulika na umaskini, ilishughulika na kila aina ya nguvu za giza ambazo unajua, ilishughulika na kila laana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa matokeo ya kazi ya msalaba sio tu alama, matokeo ya kazi ya msalaba ni nguvu. Matokeo ya kazi ya msalaba ni maisha yenye nguvu za Mungu. Ni maisha yenye nguvu za Mungu. Na kwa hizi siku tutaangalia kwa undani kiasi kuhusiana na kile kilichofanyika kupitia kazi ya msalaba. Amen. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. Biblia inasema, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema. Na hiyo habari njema kimsingi ni habari za kazi za msalaba. Amen. Wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo au kazi ya msalaba isije ikabatilika. Alafu mstari wa 18 anasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea, manake watu wa tabia ya mwilini, ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa, watu wa rohoni, ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorinto, ukienda mbele, Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 14. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 14. Anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kupokea mambo ya rohoni. Sasa ukiunganisha hili andiko na hilo ambalo nimetoka kusoma, unagundua hayo mambo ya rohoni yanayoongelewa ni kazi ya msalaba. Ni nguvu iliyosababishwa na kazi ya msalaba. Mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kupokea mambo ya rohoni. Maana yake sio rahisi kuelewa kile ambacho kilisababishwa na nguvu au kazi ya msalaba. Anasema hawezi kupokea mambo ya roho. Anasema mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kupokea mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Sasa ukichukua ile andiko ukaunganisha na Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 4, anasema neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nisome tena andiko lingine la Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 5. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 5. Anasema, basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima. Na unagundua hii siri ya Mungu ambayo anaizungumzia hapa ni kile ambacho kilifanyika kupitia au kile ambacho kilitokea kupitia kazi ya msalaba. Unajua hivyo kwa kusoma mstari wa pili. Anasema, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Mstari wa 3 anasema, nami nilikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya mwanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Ni nguvu za Mungu zipi? Ukisoma hii sura yote na ile iliyopita, ile sura ya kwanza na hii ya pili, unagundua Paulo anachokiongelea ni nguvu za Mungu ambazo zinatokea kupitia kazi ya msalaba. Amen. Kwa hiyo kusudi na matokeo ya kazi ya msalaba ni nguvu, na kazi ya nguvu ni kusababisha mabadiliko. Kusudi na matokeo ya kazi ya msalaba ni kuachilia nguvu, na kazi ya nguvu ni kusababisha mabadiliko. Kwa hiyo ninaweza kusema ya kwamba kazi ya msalaba, kazi yake kubwa ni kusababisha mabadiliko. Mtu yote ambaye amekutana na kazi ya msalaba amekutana na nguvu. Kwa hiyo badiliko kwake haliepukiki.
Amen. Yeyote ambaye anasema nimekutana na kazi ya msalaba, alafu hatuoni mabadiliko kwake, hajakutana na kazi ya msalaba. Kwa sababu kazi ya msalaba inaachilia nguvu, na nguvu ikiachiliwa lazima kutokee badiliko. Yeyote aliyekutana na kazi ya msalaba, lazima tutaanza kuona mabadiliko kwenye maeneo mbalimbali ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu kazi ya msalaba, nguvu ya kazi ya msalaba inashughulika na dhambi. Tutaanza kuona badiliko kwenye hilo eneo. Nguvu ya kazi ya msalaba inashughulika na vifungo na mateso. Tutaanza kuona mtu akifunguliwa, akitoka kwenye hayo maeneo. Nguvu ya kazi ya msalaba inashughulika na umaskini. Tutaanza kuona pia hatua za kumtoa huyu mtu kwenye hiyo au kwenye hayo maeneo. Yeyote aliyekutana na kazi ya msalaba amekutana na nguvu, na hiyo nguvu itasababisha mabadiliko kwake. Amen. Kwa hiyo tunapoanza kuingia ndani, nataka nieleze kazi ya msalaba ilisababisha nini au ilifanya nini. Yaani yale matukio ya Yesu kukamatwa, kupigwa, kuteswa, kusulubiwa msalabani, kufa, kuzikwa na kufufuka. Hayo matukio ndio kazi ya msalaba. Yalisababisha nini? Nini kilisababishwa? Jambo la kwanza ambalo lilisababishwa, kazi ya msalaba ilianzisha agano jipya. Ilianzisha agano jipya. Ilianzisha agano jipya. Unajua hakuna agano bila damu. Damu ndio signature ya agano kimaandiko. Kwa hiyo kazi ya msalaba ilianzisha agano jipya. Mwanzo wa agano jipya. Agano jipya alikuanza Yesu alipozaliwa. Agano jipya lilianza Yesu alipofufuka. Yesu asingefufuka, kusingekuwa na agano jipya. Agano jipya lilikamilishwa, lilianza rasmi. Ndio maana Yesu alitumikia agano la kale, akalianzisha, alilitambulisha agano jipya akiwa anatumika katika agano la kale. Kwa agano jipya lilianza baada ya kufufuka kwa Yesu, ndipo agano jipya lilianza. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania sura ya 8 mstari wa 6 mpaka wa 13. Nitasoma mistari mingi kidogo, alafu kutokea hapo kuna vitu tutavitazama. Waebrania sura ya 8 mstari wa 6 mpaka wa 13. Biblia inasema, lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadiri. Sasa hapa anaongelewa Yesu. Ukianzia mstari wa kwanza unagundua alikuwa anajaribu kulinganisha agano la kale na agano jipya, namna ambavyo taratibu za ibada za agano la kale kabla ya Yesu na baada ya Yesu. Kwa hapa anaongelea Yesu, anasema lakini sasa Yesu amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora zaidi. Kwa mjumbe wa agano lililo bora zaidi anaongelewa Yesu, na hilo agano lililo bora linaitwa ni agano jipya ambalo lilianzishwa na Yesu kupitia kazi ya msalaba. Anasema lililoamliwa juu ya ahadi zilizo bora. Maana ile agano jipya ni agano bora na lina ahadi zilizo bora. Anasema maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingali-tafutwa kwa lile la pili. Maana awalaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 9 anasema, halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku zile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Mstari wa 10, maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapatia sheria zangu katika nia zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitawapatia sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao kwao, nao watakuwa watu wangu. Anasema nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake,
na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka. Kwa kule kusema agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka. Kwa jambo la kwanza ambalo kazi ya msalaba ulifanya, ilianzisha agano jipya. Ilianzisha agano jipya. Sasa tunaposema agano jipya tunamaanisha nini? Tunaposema agano jipya tunamaanisha nini? Tunaposema kazi ya msalaba ilianzisha agano jipya, tunaposema agano jipya tunamaanisha nini? Kuna vitu kama 5 6 nitaviongea hapa. Jambo la kwanza, agano jipya maana yake mwisho wa sadaka za wanyama na za kuteketeza. Agano jipya maana yake mwisho wa sadaka za wanyama na za kuteketeza zinazohusiana na damu, ndio mwisho. Kwa asije mtu akakwambia kuna sadaka tena za damu, kuchinja wanyama, sadaka za kuteketeza, kwa sababu haya mambo yapo yanatokea. Nilikutana na mtu mmoja miaka kadhaa iliyopita, anasema alikuwa amekuja nyumbani kwa ajili ya kuombewa. Alisikia, nafikiri alisikia redioni, wakati ona ubiri redioni. Kwa akawa amekuja anatafuta msaada. Anasema, ninateswa na nguvu za giza kwa miaka kadhaa. Nilikuwa ninaishi mkoa fulani, nikakutana na mtumishi wa Mungu fulani ambaye alikuwa anaweza kuona rohoni. Kwa hiyo nilipoenda aniombee, anasema akaniambia hizi nguvu za giza wakati natupiwa, wale walionitupia hizi nguvu za giza walitoa kafara ya ng'ombe 3. Walichinja ng'ombe 3. Kwa hiyo ndo zikapata uhalali kupitia ile damu, wakaniingia hizo nguvu za giza zikaniingia. Kwa hiyo yule mtumishi akamwambia, sasa kafara inalipiwa kwa kafara, kwa hiyo lazima na wewe utoe kitu kinachofanana na sadaka. Mmeshasikia hizo injili kwamba kama walikuroga kwa sadaka fulani na wewe utoe kinachofanana na sadaka hiyo, ili tuweze kuondoa huo uchawi. Sasa yeye akamwambia, kwa hiyo na wewe inabidi uandae ng'ombe hao 3. Kwa hiyo kwa sababu ng'ombe inaweza ikawa ngumu, tunawavali, tunawatengeneza, tunawageuza kuwa pesa, uandae angalau 900 ng'ombe 3, ili ukishajikusanya uje nikufanyie deliverance. Mtumishi wa Mungu huyo, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo yule dada akapambana, akawa amepata 300,000. Akamtafuta akasema, nilikwambia 9. Wao walikuloga kwa 900,000 kwa ng'ombe 3. Kwa hiyo sasa baadaye akawa amepambana, ameshindwa, akawa amekuja kwangu. Anasema, mtumishi, kwa hiyo mimi nimekuja angalau nisaidie kwa hii 300,000 ng'ombe mmoja. Kama una njaa rafiki yangu. Nikamweleza, nikamwambia kazi ya msalaba iliondoa hayo mambo. Na ukweli ni kwamba yule mtu aliona kitu sahihi, kwa sababu ile nimeanza kumwombea, baada ya kumwelezea ile nimeanza kumwombea, mapepo yakalipuka, yanasema kabisa, tunadai ng'ombe 3, zilichinjwa 3, kwa hiyo lazima tulipe. Nikamwambia haina shida, nawalipa. Kazi ya msalaba ilimaliza, kwa hiyo nawalipa damu ya Yesu ambayo ni zaidi ya ng'ombe 3. Na yule dada akafunguliwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja alinipigia simu, alafu akaanza kunielezea, yani ni kama ananitabiria fulani hivi, na vitu ambavyo alikuwa anasema, asante, vitu ambavyo alikuwa anasema vingine ni vya kweli. Anasema kwa alianza ni kama ana retrieve maisha yangu, kuna kitu hiki kilitokea, kuna kitu hiki kinaendelea. Naambia hicho ni sawa, ni kweli kabisa, kipo hivyo. Anasema mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo anasema sasa ninaona kwenye ukoo wako hapo nyuma kuna shida ilitokea ambayo ilisababishwa na kafara. Kaambia miaka 2 iliyopita. Baada ya kuwa ameshasema vitu vingi ambavyo vina ukweli. Kwa hiyo sasa
hiyo kafara lazima ufanye kitu, lazima uandae sadaka. Kaambia kwa hiyo uandae sadaka ya 3.5, alafu unitafute ili tuondoe uwezo wa hiyo kafara kuendelea kukufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua kuna watu wamekamatwa tu kwa namna hiyo. Kuna watu wamekamatwa kwa namna hiyo. Na unajua kiwango chako cha kufunguliwa kutoka kwenye nguvu za giza kinaendana na kiwango chako cha ufahamu. Yaani kama ufahamu wako umeshikwa hapo kwamba mpaka nitoe kitu fulani ndio nitafunguliwa, rafiki yangu, utaendelea kufungwa mpaka utoe. Lakini ukweli ni kwamba hakuna sadaka yote inayohitajika ili mtu afanyiwe deliverance. Hakuna. Kwa sababu kila sadaka ambayo ilikuwa inatakiwa kutolewa ilishatolewa na Yesu. Yesu alireplace kila aina ya kafara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ndio kafara kubwa kuliko kafara zote. Kwa sababu unajua hizi kafara zote kimsingi ni damu inaongelewa. Na damu, Biblia inasema kabisa ndani ya damu kuna uhai. Kwa damu inazungumza. Damu inatamka, inazungumza. Lakini Yesu pia alimwaga damu, maana yake yeye ndio kafara kuliko kafara zote. Hizi damu zote zilikuwa zina makosa. Kwa sababu zote zilitokea kwenye makosa. Yaani hakukuwa na hata yule kondoo ambaye alikuwa anatolewa anaitwa kondoo mkamilifu. Sio mkamilifu pasei kwa sababu tayari dunia imeshaharibiwa. Lakini Yesu ndio alikuwa damu pekee ambayo haina connection ya kosa. Ndio maana Yesu hakutokana na mbegu ya mwanaume. Kwa hiyo Yesu hakuwa na damu ya binadamu ya mwanaume. Yesu alikuwa na damu ya Mungu. Ndio maana ilipotolewa ilikuwa inaweza kushughulika na kila aina ya damu ambayo imewahi kumwagika nyuma. Kwa sababu angezaliwa kwa mbegu ya mwanaume, sadaka yake, damu yake ingekuwa sio valid kutakasa au kuondoa uovu ambao unasababishwa na wanadamu. Lakini kwa sababu damu yake haitokani na mwanadamu, inatokana na Mungu, ni damu ya Mungu. Na hiyo inaweza kunena mema kwenye kila aina ya damu ambayo inanena mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapopata ufahamu huu, anza kushifti. Kwa sababu vifungo vingine vimekaa tu kwenye akili. Kwamba unajua kwenye ukoo wetu kulikuwa na damu zilimwagwa, ni sawa kabisa. Na inawezekana zilileta madhara. Lakini sasa wewe umeshatoka. Wewe sio wa huo ukoo tena. Wewe ni wa ukoo mwingine, ukoo wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hao waliozaliwa si kwa damu. Ukisoma Yohana sura ya 1, naomba uniwekee Yohana sura ya 1. Mstari wa nafikiri mstari wa 13 au wa 14. Yohana sura ya 1. Uko umesinzia? Mstari wa 13 au wa 14. Twende wa 13. Mstari wa 13. Anasema ukianzia mstari wa 12. Mstari wa 12. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hapa anaongelea watoto wa Mungu. Mstari wa 13 anaelezea tumezaliwa kwa namna gani. Mstari wa 13 anasema waliozaliwa si kwa damu. Maana yake unapozaliwa kawaida unazaliwa kwa damu. Tukipima damu yako na ya baba yako vina connection. Kwa kuna muunganiko wa damu ya kwako na ya baba yako kabla ya wokovu. Kwa hiyo maana yake hauna kitu kingine cha kiroho ambacho kiko juu ya damu ya baba kabla hujaokoka. Hamna kitu kingine. Kwa sababu damu ni kitu cha kiroho. Biblia inasema kabisa ndani ya damu kuna uhai. Ndio maana hata Biblia inazuia kunywa damu, kula damu. Kwa sababu ndani ya damu kuna uhai wa mtu. Kwa hiyo kuna kitu cha kiroho kiko ndani ya damu ambapo mtu kabla hajaokoka ana uzazi wa damu ya baba peke yake. Ana uzao wa damu. Kwa maana yake ndani ana kile ambacho kilikuwa kinafanya kazi kwa baba, kwa babu, kinaweza kufanya kazi na kwake. Sasa baada ya kuokoka anasema tumezaliwa sio kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili. Maana yake watu tu wanaweza wakaamua uzazi ukatokea, wala si kwa mapenzi ya mtu.
bali kwa Mungu. Sasa ukiangalia hiyo neno kwa Mungu, anasema kwa Roho Mtakatifu. Kwa maana yake baada ya kuokoka, ni kweli kimwili tumetoka kwa Baba, lakini kiroho tumetoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa maana yake uzazi kupitia Roho una nguvu kuliko uzazi mwingine wote. Maana yake tumezaliwa kwenye kiwango kingine. Chochote ambacho kilikuwa kinaweza kunifuatilia kupitia baba yangu na mama yangu hakiruhusiwi kunifuatilia baada ya kuwa nimeokoka, kwa sababu mimi siko tena, si kwa damu tena, bali ni kwa Mungu. Nimeeleweka, watu wa Mungu? Sasa hii itakuwa inafanya kazi na uhalisia baada ya mtu kuwa na huo ufahamu. Kazi ya kwanza ya msalaba ilichofanya, ilifuta maswala yote ya kafara, ilishughulika na sadaka zote za wanyama na za kuteketezwa. Maana yake iliondoa hiyo nguvu tena, ilifanya kitu kilicho juu. Kwenye Waebrania sura ya 9, Waebrania sura ya 9 mstari wa 12, anasema wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu. Maana yake kwa damu ya Yesu alireplace damu zote za wanyama. Aliingia mara moja, hahitaji kuingia mara kwa mara, aliingia mara moja, akashughulika na yote aliyohitaji damu kabla na yote atakayohitaji damu baadaye. Mara moja damu ya Yesu ilishughulika na kila ambacho kitahitaji damu baadaye kwenye maisha yetu, na kila ambacho kilitumia damu au kilihitaji damu kabla kwenye maisha yetu. Amen. Anasema bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Maana yake alilipia ukombozi wa mwanadamu milele. Hauhitaji tena kutoa damu, hauhitaji tena kutoa chochote ili upate ukombozi. Anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama na ng'ombe walionyunyiza wenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaposema kazi ya msalaba namba moja ilianzisha agano jipya, na agano jipya maana yake nini? Namba moja, agano jipya nikasema ni mwisho wa sadaka za kuteketezwa. Amen. Namba mbili, agano jipya maana yake nini? Agano jipya maana yake ni ukamilifu wa sheria au mwisho wa sheria. Ukamilifu wa sheria au mwisho wa sheria ya Musa. Ukamilifu au utimilifu wa sheria au mwisho wa sheria ya Musa. Sasa hapa kuna kitendawili cha kutegua, kwa sababu kuna watu wanafikiri agano jipya kuwa mwisho au ukamilifu wa sheria maana yake ni kuishi bila utaratibu. Kuna watu ndo wanafikiri tufungwe na sheria, kwa hiyo anaishi bila utaratibu. Haimaanishi hivyo, na tutaona vizuri kwenye maandiko. Maana yake ni nini? Ni kuihamisha. Kimsingi Yesu alichofanya, alihamisha sheria. Alihamisha sheria, aliitoa mahali fulani akaipeleka mahali fulani, aliitoa kwenye vibao akaihamishia moyoni. Ndio hivyo tu. Yaani agano jipya maana yake ni sheria imetoka kibaoni imeingia moyoni. Agano jipya haimaanishi kuishi bila utaratibu, inamaanisha kilichokuwa kwenye kibao kimehamia moyoni, na ndivyo maandiko yanavyothibitisha. Anasema hivi kwenye Waebrania sura ya 8 mstari wa 10, anasema maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu. Hapa tunaongelea agano jipya, sio nitaziondoa, nitazifuta zisiwepo. Nitawapa sheria zangu katika nia zao. Nia ni kitu cha ndani, kwa sababu nia iko ndani ya nafsi. Maanake sheria haitakuwa tena kwenye kibao, sheria inakuwa kwenye nia. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Waebrania 10:16. Waebrania 10:16
anasema, ili ndilo agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapoongelea mwanzo wa agano jipya, maana yake ni utimilifu wa sheria. Ni utimilifu. Unajua Mungu alileta sheria kwa sababu alikuwa anajaribu kutafuta namna ya kurudisha moyo wa mwanadamu mahali pake na urudi. Kwa sababu kimpango wa Mungu ilikuwa sheria zisitoke kibaoni. Kimpango wa Mungu ilikuwa moyo wa mtu umuongoze mtu kuishi maisha safi. Baada ya kushindwa mioyo kuwaongoza kuishi maisha safi kwa sababu ya anguko la dhambi, kwa mioyo yao ikaharibika, ndani pao pakaharibika, ndipo kukawa na sababu ya kuleta sheria kibaoni. Hakukuwa na sababu nyingine yote, kwamba huyu sasa moyo umeharibika, anaua ndugu yake Kaini, moyo umeharibika, kwa lazima tuweke utaratibu, vinginevyo moyo tu utakuwa unaibuka unaua, moyo unaibuka, kwa sababu Biblia inasema wazi, moyoni hutoka. Ni Mathayo ngapi ile? Anasema moyoni hutoka. Naomba utanitafutia, alafu ukiipata utaiweka hapo. Moyoni, kila kitu kinatokea moyoni. Zinaa haitokei, sio tendo, inaanzia moyoni. Uongo unaanzia moyoni. Wizi unaanzia moyoni. Kila kitu unachokijua kama uovu kinaanzia moyoni, na kila kitu unachokijua kama chema kinaanzia moyoni, kwa sababu moyoni ndiko vitu vinatokea. Ndio maana maandiko yanasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zitokako chemichemi. Kwa kwenye moyo huwa zinatoka chemichemi. Mathayo sura ya 15 mstari wa 19 anasema, kwa maana moyoni hutoka nini? Mawazo mabaya. Moyoni hutoka nini? Uwaji. Sasa uwaji ni kitendo cha nje, lakini kabla hujakiona nje kilikuwepo moyoni. Moyoni hutoka nini? Uzinzi. Uzinzi ni act ya nje, lakini kabla hujaiona nje ilikuwepo moyoni. Hutoka nini? Uasherati, wivi, ushuhuda uongo na matukano na mengine mengi hapo mbele ameendelea kuyataja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu aliona ndani ya mioyo ya watu kunatoka vitu viovu, na hakuna chochote cha kuadhibiti. Ukitoka uzinzi ametoka, ukitoka uwaji ameenda ameua, ukitoka hiki ameenda amefanya. Na hakuna, mioyo imeharibika, imeharibiwa na anguko la dhambi. Nini afanye? Kabla ya Yesu akawekea sheria. Kwa hiyo moyo unatoka zinaa, lakini sheria inasema ukizini unauawa. Kwa huku moyoni amemaliza uzinzi, lakini huku mwilini anasema nisije nikafa. Kwa anasevu kuuawa, lakini moyoni amemaliza uzinzi. Moyo utoka uwaji, chuki moyoni imetoka, na anatamani amuue, lakini anasema sheria inasema ukiua umeuawa. Na mimi nisije nikafa. Anatulia. Sasa Yesu alipokuja akafanya nini? Akashughulika na moyo. Akashughulika na moyo. Akatoa moyo mbovu akaweka moyo mpya ambao moyoni utoka. Maana yake sheria zote zikahamia moyoni. Ndio maana ni agano jipya. Agano la kale usiue, agano jipya pia usiue. Hauwezi kusema hatufungwi na sheria, unaweza kuua. Tena kimsingi agano jipya imekaza zaidi. Agano jipya haijailegeza, imekaza, kwa sababu si tumeondoa chanzo. Kama umeshaondoa ule mti ambao ulikuwa unatoa michongoma, miba, umeung'oa, umeweka mti ambao unatoa matunda mazuri, unashindwaje kuambia wewe mti hauwezi kutoa mwiba? Kwa sababu sosi imeshughulikiwa. Kwa agano jipya Yesu alishughulika na chanzo ambacho ni moyoni. Kwa kimsingi agano jipya ni nini maana yake? Agano jipya maana yake ni ukamilifu na utimilifu wa sheria. Maana yake sheria inaandikwa moyoni. Anaondoa uovu ndani ya moyo wa mtu. Alafu ndani ya moyo kunaandikwa sheria, usizini, usiseme uongo. Sio kwa sababu unaogopa kisu, sio kwa sababu unaogopa kuuawa, ni kwa sababu umegeuka ndani. Maana yake kwa sababu asili yako haikuruhusu kufanya zinaa.
asili yako haikuruhusu kuwa mtu mwovu, kwa sababu asili imegeuzwa. Tunategemea na matunda yawe sawasawa na asili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema sheria moyoni, maana yake nini hasa? Sheria moyoni maana yake, kwa sababu Agano Jipya ni sheria inatoka nje inaingia wapi? Moyoni. Sheria moyoni maana yake kwa imani, yaani sio kwa nguvu zako, ni kupitia imani ya kile ambacho kilifanyika msalabani. Sheria moyoni maana yake unayaishi maisha safi kupitia kazi nyingine iliyofanyika ya msalaba, kupitia badiliko ulilolipata kupitia kazi ya msalaba. Ndio inaitwa sheria moyoni. Maana yake ni kwa imani, unazitenda na kuziishi kwa imani kwa kazi ya msalaba, kwa uwezesho wa kazi ya msalaba. Kama ambavyo nimesema, kazi ya msalaba imemtoa mtu wa zamani. Biblia imesema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maanake yule wa mwanzo hayupo tena, amekuwa kiumbe kipya. Tazama, anasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa unajua watu wengi wanashindwa kuishi maisha sawa sawa na badiliko lao. Kwa sababu gani? Moja ya kitu ambacho tunafeli kwanza ni consciousness, yaani hatujitambui kwenye eneo, kwenye badiliko. Hatujitambui kwa kile Yesu amefanya msalabani. Tunajitambua kama watu wa zamani. Ukijifikiria au jiimagine kama unaweza kutembea juu ya dhambi, kwa sababu ukijitazama hapo nyuma ulivyokuwa na shida hiyo, unajitazama kwa engo hiyo kama mimi kweli, yani mimi naweza kweli kuishi bila dhambi? Sio rahisi, sio rahisi. Kwa kuna aina fulani ya akili na ufahamu wa kidunia umetujaa kwamba haiwezekani, kweli haiwezekani. Lakini ukweli ni kwamba kile ambacho Yesu alifanya, aliondoa asili ya zamani na kuweka asili mpya. Tukianza kuishi kwa hiyo consciousness, mimi ni mtakatifu, mbegu iliyonizaa mtakatifu. Mtakatifu hawezi kutenda. Sitendi dhambi sio kwa sababu ili niwe mtakatifu. Sitendi dhambi kwa sababu ndani yangu sina asili ya dhambi. Unajua iko hivi, sio kutokutenda kwako dhambi kuna kufanya uwe mtakatifu. Kutokutenda kwako dhambi ya kukufanyi kuwa mtakatifu. Kinachokufanya kuwa mtakatifu ni asili ulionayo ndani, na ile asili ulionayo ndani ndio inatakiwa izalishe kutokutenda dhambi. Sasa sisi tumegeuza, yaani unapambana na matendo mema ili uwe mtakatifu. Haianzii nje kuja ndani, inaanzia ndani kuja nje. Wewe ni mtakatifu, kwa hiyo kile kilichotokea ndani yako ndio kinasababisha uishi maisha matakatifu. Ni kama samaki. Samaki haitwi samaki kwa sababu anaweza kuogelea. Yaani kuogelea sio kuna kumfanya samaki kuwa samaki, ni nature, kwa sababu hata kuna wanadamu wanaweza kuogelea. Ndege haruki kwa sababu hawi ndege kwa sababu anaweza kuruka, kwa sababu kuna wanadamu wanaweza kuruka, wengine wanaruka na ungo na sio ndege. Lakini ndege anaruka kwa sababu ni asili yake, ni nature yake. Samaki anaishi kwenye maji kwa sababu ni nature yake. Kuna mwanadamu anaweza kukaa ndani ya maji, anavaa vifaa, anakaa kwenye maji, lakini haimfanyi kuwa samaki. Kwa sababu gani? Asili haijabadilishwa. Sasa kazi ya msalaba iligeuza asili yetu ndani. Asili yetu sio dhambi tena. Kwa nini wakati mwingine mtu anateswa na dhambi? Kwa sababu bado anayo ile consciousness ya dhambi. Yaani bado anajitazama kama mwenye dhambi fulani hivi ambaye anaendelea kuimprove ili aendelee kuwa mtakatifu. Wakati ukweli ni kwamba kupitia kazi ya msalaba ulifanyika mtakatifu, alafu kupitia mbegu iliyopandwa, mbegu ile inazalisha maisha matakatifu. Amen. Kwa hiyo anaposema sheria kuhamia moyoni, maana yake unazitenda na kuziishi kazi kupitia nguvu iliyosababishwa na msalaba, kwa uwezesho wa msalaba. Lakini pia sheria moyoni maana yake bila kulazimishwa. Ndio maana ya sheria moyoni. Sheria moyoni maana yake kwa hiari yako. Sio kwa sheria, sio kwa kulazimishwa, kwa hiari yako. Maana yake tunaacha dhambi sio kwa sababu tunaogopa, ni kwa sababu ya kile kilichotokea ndani yetu, lakini kwa sababu ya maamuzi yetu. Yaani tumeamua kuishi, ni maisha tuliyoyachagua. Hivi unajua kuna watu wanatuhurumiage,
Sema maskini, yani aende hata baa, yani ana mke mmoja tu. Yani huyu jamaa anaishije? Unajua kuna watu kama sisi tunavyowahurumia wenye dhambi na si kuna watu wanatuhurumia. Kwa nini wanatuhurumia? Kwa sababu ndani yao bado wana ile asili nyingine. Na sisi tunafurahia maisha, au nyewe mnapambana watu wa Mungu? Sisi tunafurahia. Yani masaa yote kanisani maskini. Na sisi tukipita baa, yani saa 6 usiku na haya makelele yote, yani ikitokea umeenda kula baa chakula, unawaza hivi, mimi hizi dakika 15 tu za kula naona mateso, lakini kuna mtu anakaa masaa 6-7, unamhurumia na yeye anakuhurumia. Kwa sababu ni asili mbili tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sheria moyoni maana yake ni kwa hiari, sio kwa sababu ya hofu. Sheria moyoni maana yake tutafanya kwa ubora zaidi ya wale waliokuwa wana sheria kibaoni. Na kimsingi sisi tumekaziwa zaidi. Ndio ukweli. Ila ni kwa sababu sio sisi, ni Mungu anafanya kazi ndani yetu. Kwa hiyo maana yake amejikazia mwenyewe, kwa sababu ameichukua kazi hiyo alafu anataka tuishi anavyotaka. Kwa sababu kwenye Agano la Kale anasema usizini. Yesu anasema yeyote atakayemwangalia mwanamke kwa tamaa amekwisha kuzini moyoni mwake. Si unaona ipi ni ngumu? Ya moyoni, ya nje? Kwenye Agano la Kale anasema usiue. Agano Jipya anasema amchukiae ndugu yake ni muuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la pili ambalo linamaanisha Agano Jipya, maana yake ni kwamba ukamilifu au utimilifu wa sheria. Maanake zile sheria za Mungu, kila Mungu anachokitaka kwa ajili ya maisha yako amekiingiza moyoni mwako. Lakini ya kukiingiza tu moyoni, aliondoa utu wako wa kale, akaingiza utu. Biblia inasema sio mimi ninaishi bali Kristo ndani yangu. Maanake ni Kristo anaishi ndani yako na anayaishi yale ambayo Mungu anataka uyaishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, anaposema mwanzo, kazi ya msalaba ilianzisha Agano Jipya. Mwanzo wa Agano Jipya maana yake nini? Namba 3. Mwanzo wa Agano Jipya, nimesema namba 1 ni mwisho wa sadaka za wanyama na za kuteketeza. Namba 2 ni ukamilifu wa sheria. Namba 3 ni urejesho wa mahusiano ya binafsi ya mtu na Mungu. Urejesho wa mahusiano binafsi ya Mungu na mwanadamu kama baba. Yaani namaanisha baba na mwana, urejesho wa mahusiano ya baba na mwana. Urejesho wa mahusiano binafsi ya Mungu kama baba na mwana, na sisi kama wanae, kama watoto wake. Urejesho wa mahusiano. Hapo mwanzo hatukuwa tunahusiana na Mungu kama baba. Hatukuwa tunahusiana na Mungu kama baba. Tulibaki tunahusiana na Mungu kama muumbaji, kama muumbaji wetu aliyetuumba, kama Mungu wetu. Na hayo ni mahusiano ya jumla. Kazi ya msalaba ilisababisha Agano Jipya. Na hilo Agano Jipya maana yake tumerejeshewa mahusiano ya baba na mwana. Amen. Waebrania sura ya 8 mstari wa 10. Anasema maana hili ndilo agano nitakaloagana nao nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika. Hiki ndio kile ambacho nilikuwa tunakiongelea. Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu, watu wa miliki yangu. Sasa hapa Mungu wao anaiongelea hapa ni Mungu wao ya mahusiano. Sio Mungu wao kama Mungu wa viumbe, kwa sababu alikuwa ni Mungu wao kama ni ya viumbe, kama ni muumbaji, alikuwa muumbaji wao kabla hata ya hapo. Kwa nini anasema nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu? Maana yake sasa tutakuwa na mahusiano. Sasa tutakuwa kama mtoto na baba. Biblia inasema kwenye Wafalme wa Petro wa kwanza 2:9. Petro wa kwanza 2:9 anasema sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, watu wa milki ya Mungu. Kupitia Agano Jipya sisi tumezaliwa, ni uzao wa kifalme,
tumezaliwa katika ufalme wa Mungu. Tumezaliwa katika ufalme wa Mungu. Tumeingizwa katika ukuhani. Wafalme ni watawala kwenye ulimwengu wa mwili. Makuhani ni watawala kwenye ulimwengu wa roho. Manake tuna nafasi katika ulimwengu wa roho na tuna nafasi ya kutawala pamoja na Mungu huku duniani. Lakini anasema watu wa miliki yake Mungu, watu wanaomilikiwa na Mungu. Tangu sasa sisi si wapitaji, bali ni warithi pamoja na. Kwa sisi ni watoto, ni watu wa miliki ya Mungu. Yohana sura ya 20 mstari wa 16. Yohana 20:16 anasema Yesu akamwambia Mariamu, yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania Rabboni, yaani mwalimu. Yesu akamwambia usinishike. Hapa ni baada ya Yesu kufufuka. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Hivi unajua hakuna mahali Yesu aliwatambulisha wanafunzi kama Mungu ni baba yao, isipokuwa hapa. Pote alikuwa anasema baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu. Hapa anasema naenda kwa Baba yangu ambaye ni baba yenu, na ni baada tu ya kufufuka. Manake kazi ya msalaba ilitupa mahusiano ya baba na mtoto, baba na mwana. Kwa wewe sio tu kiumbe wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu baada ya kazi ya msalaba. Sio tu kiumbe wa Mungu, ni mtoto. Unazo haki zote kama mtoto wa Mungu. Ndio Biblia inasema ninyi salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Maana yake hakuna kinachosimama katikati yako na Mungu. Akipo. Usisali kupitia nabii fulani, usisali kupitia mtumishi fulani. Omba moja kwa moja. Anasema ninyi salini hivi, Baba yetu wa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo kupitia kazi ya msalaba tunamwendea Mungu kama baba. Na moja ya kitu kitabadilisha maisha ya mtu ni kuanza kumwendea Mungu kama baba. Maana yake uanze kumshirikisha vitu vyako kama baba. Yaani mtu ambaye hajaelewa na baba na upendo wa baba anaweza asielewe hii. Lakini kwa mtu ambaye amelelewa na baba, wangapi ambao umeishi na baba yako na umeexperience upendo wa baba? Nyosha mkono. Ni rahisi sana kuelewa. Yaani chukua vile ambavyo unaweza kuwa na access kwa baba yako, ndio ipeleke kwa Mungu. Utaanza kuona mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kazi ya msalaba ilitufanya kwa Mungu sio kama tu muumbaji wetu, kama baba yetu, kama baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo wa kazi mwanzo wa Agano Jipya pia maana yake nini? Nimesema namba 1 ni mwisho wa sadaka za wanyama za kuteketeza. Namba 2 nikasema ukamilifu wa sheria au utimilifu wa sheria. Namba 3 nikasema urejesho wa mahusiano. Urejesho wa mahusiano. Namba 4 ni Mungu kujifunua na kuruhusu kumjua kibinafsi. Agano Jipya maana yake Mungu ameamua kujifunua kwetu na ameamua kuruhusu kumjua kibinafsi. Kujifunua kwetu na kuturuhusu kumjua kibinafsi. Sasa unajua watu wengi wanamjua Mungu wa jumla, hawamjui Mungu binafsi. Kama unataka kuona matokeo ya wokovu na kutembea na Mungu, ni lazima umjue Mungu kibinafsi. Ni sawa kumjua Mungu wa kwenye maandiko. Ni sawa kumjua Mungu wa matendo makuu anayofanya kwa watu. Lakini lazima uwe na ufunuo binafsi na Mungu. Yaani kuna vitu ambavyo, kuna situation utakutana nazo, ni experience yako na Mungu ndio itakutoa. Unaweza kabisa ukawa unajua maandiko yote ya namna ambavyo Mungu alifanya mambo makubwa, lakini usitoke. Kwani wana wa Israeli nini kilikuwa kinawakwamisha? Kilichowakwamisha wana wa Israeli ni kumjua Mungu kibinafsi.
Kwa sababu ukweli ni kwamba kama ni Mungu wa jumla walimuona. Tangu Musa anaenda kuwaokoa, anatupa nyoka, fimbo inageuka kuwa nyoka, na wachawi wanatupa fimbo, zinakuwa nyoka, zinamezwa. Baadaye mainzi nchi nzima, kasoro mahali walipokuwa wanakaa Israeli. Ni matendo makuu ya Mungu yasiyo ya kawaida. Yaani hapa ndio mpaka wa nchi. Hapa pamejaa inzi, hapa hapana inzi. Mvua ya mawe inapiga shamba la Israeli. Mvua inaweza kujua hili shamba ni la watu wa Israeli. Haipigi kwenye shamba la Mwisraeli, inapiga kwenye shamba la Misri. Sijui giza linatokea. Unajua lile giza lilikuwa nene kiasi kwamba mtu alibaki maandiko yanasema mtu alibaki amesimama hapo siku 3. Yaani aoni hata tone, hawezi hata kupiga hatua. Lakini giza hilo limeelewa, yani kuna kamstari hapa giza limeanza, alafu hapa hamna giza. Hayo ni matendo makuu ya ajabu. Wakati wanasafiri, Mungu akawapa kibali kwa kwa Misri. Unajua walitajirika kwa siku moja. Yaani wale wa Misri walikuwa wanajisikia kuwapa dhahabu, walikusanya utajiri. Yaani maskini wa kutupa ndani ya siku moja amejaza dhahabu, tajiri. Na ndio hiyo dhahabu alitumia kutengenezea ndama. Hivi unajua ndama alivyo mkubwa, dhahabu ilikuwa sio dhahabu ya kawaida. Kwa waliondoka na utajiri usio wa kawaida, na ni matendo makuu ya Mungu. Mungu anawaambia nimewapa kibali kwa Wamisri, wakaondoka na utajiri. Wanaondoka wanafika bahari. Hivi unajua bahari kupasuka, bahari inapasuka hivi wanapita katikati ya bahari, wanaona maji yamesimama huko yamesimama huko. Wana wa Israeli hao wakavuka, wamevuka, wameona miujiza mikubwa, Misri imeteketezwa. Lakini wanakutana na shida, wanasema bora tunakumbuka tungefia Misri. Yaani wanakumbuka makaburi yanavyojengwa ni wenda wazimu. Yaani pamoja na yote jamaa wanakumbuka vitunguu saumu, matikiti maji matango. Unaweza ukaamini mtu anaweza akasahau matendo makuu kiasi hicho. Unajua kilichokuwa kimepungua kwao, hawakuwa wanamjua Mungu kibinafsi, walikuwa wanamjua Mungu kijumla. Lazima udevelop maisha yako kuwa na mahusiano binafsi na Mungu na kumjua. Maana yake unakutana na situation, reference yako sio tu maandiko. Reference yako nasema Mungu aliyeniokoa na mauti kuu namna ile. Yaani unakumbuka kuna mauti fulani ilitokea, ukakaa na Mungu, Mungu akakutoa. Asa na hii atanitoa, na hii atanitoa. Kilichomuokoa, kilichomfanya Daudi akawa na ushujaa wa kumpiga Goliati ni maisha binafsi. Kwa sababu ni Israeli wale wana Torati, wana maandiko, wanajua namna Mungu anavyopigania watu vizuri kabisa. Lakini mtu mmoja anaitwa Goliati aliwatukana siku 40. Anatukana Mungu wao. Wamekaa tu wanajeshi wazima na uniform zao, na mfalme naye amekaa tu. Yaani huyu jamaa Mungu atutokee tu. Daudi alivyoenda, Daudi kilichomtoa ni experience binafsi na Mungu. Akakumbuka kuna wakati nilikuwa polini, nilikutana na simba na dubu. Mungu alinipigania. Kama Mungu alinipigania, anasema hata huyu Mfilisti atakuwa mmoja wapo. Na hana silaha yoyote. Hana silaha yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunataka kutoboa kwenye maisha, ni lazima umjue Mungu kibinafsi. Sio unajisikia yani Mungu wa baba yangu mimi hatari sana. Kuna wakati utabanwa. Huyo baba yako mwenyewe atakuwa hapatikani kwenye simu. Au ameenda Marekani. Lazima uanze kudevelop mahusiano yako na Mungu. Umjue Mungu kibinafsi. Kwa sababu msalaba ulifungua huo mlango. Mungu sio wachungaji peke yake. Mungu sio wahubiri peke yake. Mungu ni watu wote. Unaweza ukamjua Mungu kibinafsi kwenye eneo lako. Tatizo ni kwamba tunafikiri watumishi wa Mungu ndio wanatakiwa wamjue sana Mungu kwenye maeneo yao. Lakini mfanyabiashara asimjue sana Mungu. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kiwango cha mema kutoka kwa Mungu kukuelekea utakachokifurahia kinategemea na kiwango unachomjua Mungu. Unamjua Mungu mponyaji, utafurahia wema wa uponyaji. Unamjua Mungu mtunza afya. Unajua ukimjua Mungu mponyaji, utafurahia Mungu mponyaji. Utakuwa unaugua unapona, unaugua unapona.
Ni sawa kabisa. Mungu ni mponyaji. Anasema mimi ni Bwana nikuponyaye. Lakini ukimjua Mungu mtunza afya, anasema mimi sitatia ugonjwa wowote. Kwa maana yake Mungu anaweza pia kuwa mtunza afya. Anasema kama vile anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Afya maana yake ni mbali na magonjwa. Kwa hiyo ukimjua Mungu mtunza afya, unajua kuna wengine wanaishia hapo mponyaji. Anasema ujue mtumishi tuko duniani, tuko duniani. Kwa hiyo anasema unaweza ukaugua, ni sawa, ndio kiwango hicho. Ukimjua Mungu mtunza afya, utaanza kufurahia afya. Afya maana yake mbali na magonjwa. Ukimjua Mungu mlinzi, utaanza kufurahia ulinzi. Ukimjua Mungu kwenye uchumi, utafurahia uchumi. Tatizo ni kwamba kumjua Mungu hakuna ujumla. Kwamba nimemjua Mungu kwa ujumla wake. Unajua Mungu anajifunua ajifunui kwa ujumla, anajifunua kwenye lile eneo ambalo unamtaka. Hata ukisoma Agano la Kale, kuna wakati Mungu alijifunua kama Jehova Jire. Lakini kuna baadaye tena akajifunua kama Jehova Rafa. Baadaye tena anajifunua. Kwa hiyo unagundua anajifunua kwa namna ambavyo unamtaka. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa moja ya matokeo ya Agano Jipya ni Mungu kujifunua na kuturuhusu kumjua kibinafsi. Biblia inasema kwenye Waebrania 8:11, anasema nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema mjue Bwana, maana wote watanijua. Maanake wote tunayo access ya kumjua Mungu. Na unajua kuna tofauti ya kumjua Mungu na kujua matendo ya Mungu. Tofauti ya Musa na Israeli ilikuwa ni hiyo. Musa alimjua Mungu. Wana wa Israeli waliyajua matendo ya Mungu. Kwa hiyo ukijua matendo ya Mungu utakuwa excited. Ukikutana na ugumu utachanganyikiwa, hujui cha kufanya. Ukimjua Mungu, ukikutana na ugumu utajua njia. Kumjua Mungu maana yake ni kujua njia ya Mungu ya kukutoa kwenye changamoto yoyote ambayo unakutana nayo. Moja ya ishara ya kwamba haumjui Mungu, unapokutana na magumu haujui cha kufanya. So unajua Mungu ashindi kujua cha kufanya. Mungu anajua hakuna situation ambayo Mungu hajui cha kufanya. Kwa hiyo unapokutana na magumu unakuwa stranded, unachanganyikiwa. Yaani umevurugika. Mungu nisaidie, hujui uombe, ufunge. Alafu bahati mbaya ni kwamba saa ya aina hiyo Mungu azungumza. Saa ya kuchanganyikiwa mtu wa Mungu haongei. Kwa hiyo ukiona umechanganyikiwa, jitulize, moyo wangu tulia. Kwa sababu usipojituliza Mungu haongei na pressure zako. Mungu ongea, Mungu sema. Mungu haongei na pressure zako. Biblia inasema be still and know. Yaani kama haujatulia hautajua. Be still and know that I am God. Hautamjua Mungu katika vurugu. Na hiyo ndio ilikuwa tofauti ya Musa na Israeli. Israeli wamepata hamu ya nyama tu, waishachanganyikiwa. Musa anambia tulieni. Mtaona wema wa Mungu. Sasa angalia njia aliyopitishwa Musa na waliopitishwa wana wa Israeli. Unagundua tofauti. Ndio maana kuna vitu vingine Mungu anaruhusu uvipitie ili umjue Mungu. Kuna changamoto nyingine Mungu, unajua Musa angeendelea kukaa ikulu, asingemjua Mungu kabisa. Ilikuwa inalazimika Musa afukuzwe ikulu, akimbie ikulu, akakae jangwani miaka 40. Kule ndo alikuwa anamjua Mungu. Ndio maana aliporudi tena na wana wa Israeli, Musa alikuwa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye Waebrania 8:11, anasema nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Maana yake wote tunayo access ya kumjua Mungu. Unayo nafasi ya kumjua Mungu. Kwa baada ya kazi ya msalaba katika Agano Jipya, kila mmoja anayo fursa ya kumjua Mungu kibinafsi na kuimarisha mahusiano yake na Mungu. Anayo nafasi. Mathayo sura ya 27 mstari wa 51. Mathayo 27:51
Anasema natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Pazia la hekalu, unajua maana ya pazia la hekalu? Pazia la hekalu lilikuwa ni pazia linalozuia. Alikuwa haruhusiwi kila mtu kuingia patakatifu pa patakatifu. Kwa ni kama hapa kuwe na pazia zito ambalo ukichungulia tu hivi unakufa. Ndio Mungu alikuwa serious kwa kiongozi. Yaani ukijifanya ngoja niangalie huko ndani wanafanyaga nini, ukachungulia ukichungulia umekauka. Hata huyo kuhani alikuwa anaingia hana uhakika. Huyo kuhani mkuu mwenyewe ambaye alikuwa anaruhusiwa kuingia, alikuwa anaingia hana uhakika. Ilikuwa inabidi afungiwe kamba hapa. Ile kamba inabaki huko na wananchi. Alafu kamba ile wamefunga na kengele. Kwa hiyo akiingia anatembea humo ndani, wakisikia kengele wanajua yuko hai. Wakiona kengele haijapiga muda mrefu wanavuta ule mguu kidogo. Wakivuta kama yuko hai atatikisa, watajua kumbe bado yuko hai. Akifia kule hawaruhusiwi kwenda kumchukua. Inabidi wamvute wamtoe. Kwa sababu nao ukijifanya unaenda kuchukua marehemu, naona kuwa marehemu. Hiyo ndio namna ambayo Mungu alikuwa serious. Kwa kulikuwa na kizuizi cha kutosha cha watu kwenda moja kwa moja kwa Mungu, patakatifu pa patakatifu. Sasa kilichotokea ni nini? Yesu alipokufa msalabani. Alipokufa tu Biblia inasema ndio mstari wa 20 sura ya 27 mstari wa 51. Anasema natazama pazia la hekalu likapasuka. Kwa pale ambapo kulikuwa watu hawaruhusiwi kuona, kila mtu anaona, pakawa wazi. Maana yake tukapata full access kupitia kazi ya msalaba. Kupitia kazi ya msalaba unaruhusiwa kumwendea Mungu moja kwa moja. Usihangaike kutumia Bikira Maria, Mtakatifu Petro utuombee, sijui mtakatifu. Achana na hizo habari. Hauhitaji kutumia yote. Uhitaji hata kutumia mtumishi wa Mungu, Mungu wa mtumishi wa Mungu. Achana na hizo habari. Ni sawa kuheshimu yale ambayo watumishi wa Mungu wanafanya, na Mungu anawatumia. Mungu wao amefanya, ni kweli, lakini Mungu wao kibinafsi. Na wewe pia unaruhusiwa kumjua Mungu kibinafsi. Amen? Kwa sababu pazia la hekalu lilishapasuka. Haingii mtu kwa niaba yako. Sasa usije ukasema watumishi wa Mungu hawana nafasi zao. Wanazo nafasi zao kwenye maisha yetu. Lakini hakuzuii wewe kumwendea Mungu. Usije ukasema kwamba yani itabidi tu nipitie kwake. Amnaga kupitia kwake. Tunaenda kwa Mungu moja kwa moja. Na kimsingi mtumishi wa Mungu yoyote ambaye anataka yeye asimame kati yako na Mungu muda wote, huyo mkimbie. Huyo mkimbie. Yani sio mpango wa Mungu tuwafundishe watu kututazama sisi afu sisi ndio tumtazama. Tunawafundisha watu kumtazama Yesu. Ni kweli mwanzoni utategemea uombewe, lakini baada ya muda ni kufundisha huyu Mungu ambaye nikikuombea anaponya. Unaweza na wewe ukamuomba akaponya, unaweza ukamuombea na mtu mwingine akapona. Sio kwamba mimi ni special kuliko wengine. Kwa mtumishi yote ambaye anakuonyesha yeye ni special kuliko wote, kwa hiyo bila yeye utoboi, mkimbie. Hata Yesu hakufanya hivyo. Hata Yesu anatoka mlimani, anashuka, anakuta wanafunzi wameshindwa kutoa pepo, anawakemea, anasema nitakaa na ninyi mpaka lini, kizazi kisicho na imani? Kwa nini mlishindwa kumtoa? Alafu anasema mleteni kwangu, akamtoa. Baadaye anakaa nao, anawafundisha, mlishindwa kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Fanyeni hivi, namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Ile ingekuwa sisi. Unashuka unakuta wameshindwa kutoa pesa. Sasa hizi sio level zenu nyie. Mwe mnatuachia sisi. Unaona namna ambayo tumeingiwa midudu kichwani watumishi, Kwa sababu tunajiweka sisi, tunamtoa Yesu. Kwa watu wanatutazama sisi kuliko wanavyomtazama Yesu. Hii si sawa. Haiko sawa. Hata kama amefanya nani, haiko sawa. Pazia lilipasuka, unaweza kumwendea Mungu. Haiondoi nafasi ya mtumishi wa Mungu kwenye maisha yako, lakini isije ikakuzuia kumwendea Mungu moja kwa moja kama baba yako. Amen? Ndio maana anasema pazia likapasuka. Maana yake sio tu kuhani mkuu, kila mtu kupitia kazi ya msalaba anayo nafasi ya kumwendea Mungu. Amen? Waebrania 10 mstari wa 19. Anasema basi ndugu zangu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu
Kwa njia gani? Kwa damu ya Yesu. Tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. Sasa hapa patakatifu ndio hapo tuliposoma hapo, ndio hapo pazia lilipopasuka, huku ndio palikuwa panaitwa patakatifu, patakatifu. Anasema tunao ujasiri wa kupaingia hapo kupitia damu ya Yesu, kupitia kazi ya msalaba. Tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu. Amen. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Anasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Sasa hiki kiti cha neema kwenye Agano la Kale ndio kilikuwa kinaitwa kiti cha rehema. Kiti cha rehema kilikuwa kinakaa patakatifu pa patakatifu. Kwa kwenye lile sanduku la agano kulikuwa pia na kiti cha rehema. Sawa? Na kiti cha rehema haimaanishi kwamba kulikuwa na kiti eti kama hivi kiti alafu ndio kinaitwa kiti cha rehema. Ilikuwa tu ni vitu fulani ambao sio kiti kwa maana ya kiti hivi. Sawa? Kwa sasa kwenye Agano la Kale kilikuwa kinaitwa kiti cha rehema. Rehema maana yake ni kuondolewa adhabu ulioistahili. Na ilikuwa uwezi kuingia kwenye kile kiti bila sadaka, bila kafara kutolewa. Kwa zile kafara, ng'ombe, labda kondoo ambaye hajapandwa bado, kondoo mdogo. Sio mdogo kwa maana ya ndama, lakini ambaye hajapandwa bado. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea, kuhani ambaye kabla ya kuingia kule alikuwa anamshika, anamwekea mkono kondoo. Anamwekea mkono yule kondoo, alafu kitendo cha kumwekea mkono maana yake alikuwa ana transfer maovu yake yote yanahamia kwa kondoo. Lakini pia alikuwa anafanya impartation. Kwa maana yake yule kondoo baada ya kuwekewa mikono na kuhani, kondoo alikuwa ndo anaonekana kama kuhani. Kwa sababu ilikuwa uwezi kuingia kule kile kiti cha rehema bila damu. Kwa hiyo maana yake yule kondoo akichinjwa ni kama kuhani amechinjwa, au kila kilichokuwa kinamhusu kuhani. Kwa Mungu alikuwa anaona huyu kondoo amechukua nafasi ya kuhani. Kwa huyu kuhani mkuu sasa anaweza kukikaribia kiti cha rehema. Rehema ni kuondolewa adhabu. Maana yake akisogea pale, ile adhabu aliyostahili imeondolewa. Sasa kwenye Agano Jipya kinaitwa kiti cha neema. Neema ni muunganiko wa rehema pamoja na neema. Kwa neema ndani yake inabeba rehema za Mungu. Maana yake rehema ni kuondolewa adhabu uliyostahili. Neema ni kupewa zawadi usiyostahili. Iko hivi. Ili uelewe neema. Neema ni hii. Kwa mfano, unapiga mtu. Na hilo kosa la kupiga mtu, kumuua mtu, linastahili hukumu ya kifungo maisha au kuuawa. Sasa rehema unaondolewa hiyo adhabu. Maana yake kuna mtu anaadhibiwa kwa niaba yako, wewe unaondolewa. Hiyo inaitwa rehema. Neema unapewa zawadi. Yaani unaua mtu, badala ya kuuawa unaletewa zawadi. Kwamba tunakupongeza, tunakupa zawadi. Sio kwa kuua mtu, ila kwa sababu kuna mtu mwingine amefanya kila ambacho ulitakiwa ufanyiwe wewe, lakini pia hajaishia hapo, ameamua kukupa kitu kipya kutokea kwenye maisha yake. Hiyo inaitwa neema. Sasa Biblia inasema na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Huo ujasiri tunaupata wapi? Ndio pale kwenye Waebrania 10:19. Anasema basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Maana yake ujasiri unaotufanya tukaribie kiti cha neema. Hiki kiti ambacho kinatoaga zawadi hata kama ulistahili hukumu. Huo ujasiri tunaupata kupitia kazi ya msalaba. Amen. Kupitia damu ya Yesu. Anasema na tukaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema. Maanake kama kulikuwa na uovu na dhambi na uharibifu, ziondolewe kwetu. Na kupata neema, tupate zawadi. Hivi vitu viwili vitafanya nini? Vitatusaidia wakati wa mahitaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo
unahitaji kumjua Mungu kibinafsi, kwa sababu kazi ya msalaba ilitupa nafasi ya kumjua Mungu kibinafsi, na tutamjua Mungu kibinafsi kwa kumkaribia Mungu. Amen. Sasa ni vitu gani ambavyo vitatufanya tumjue Mungu kibinafsi sasa, na sio tu kwa jumla? Tumjue Mungu kibinafsi. Jambo la kwanza ni kuwa na shauku ya dhati ya kutaka kumjua Mungu. Kuwa na shauku ya dhati ya kutaka kumjua Mungu. Usitosheke, usiridhike. Alafu nilichokuja kugundua ni kwamba ukianza safari ya kutaka kumjua Mungu, ni safari ambayo hainaga kuridhika. Yaani kuna watu wanasema jamaa anamjua Mungu, lakini ukweli ni kwamba mtu anayemjua Mungu yeye mwenyewe aoni, anasema nataka nikujue zaidi. Mtu akifika mahali akasema yani nimemjua, mimi hilo eneo nimeshamaliza, ujue hamna kitu hapo. Haya maeneo haya mimi nishamaliza, hamna kitu hapo. Ujue ni kiburi tu hicho kiko kazini. Kumjua Mungu, kwa kadri unavyomjua unataka kumjua zaidi. Kwa kadri unavyomjua unataka kumjua zaidi. Waulize watu wanaosoma Biblia, kwa kadri usio mimi hii Biblia yote hii yote naijua hii. Hamna mtu aina hiyo. Ukiona mtu anasema hivyo, huyo ndio zero, hamna kitu. Yule anayejisania anajua ndio ajui kitu. Kwa sababu kwa mtu ambaye anasoma neno la Mungu kwa usahihi katika kumjua, rafiki yangu, haya maandiko ni kitu cha hatari. Yaani unaweza leo ukapita kwenye maandiko ukasema nimeelewa ili andiko. We nenda tu kesho tena na kiu, utashangaa. Ili andiko mbona kama sijawahi kulisoma? Nenda tena na kesho kutwa. Ni hivyo hivyo tu. Namfahamu mchungaji mmoja ameshasoma hii Biblia zaidi ya mara 700. Kwa sababu alikuwa anasoma kila mwezi anaimaliza mara moja. Kwa mwaka mara 12. Na ameokoka miaka ya 94. Kwa hiyo unaweza ukahesabu. Kwa mwaka alikuwa anamaliza zaidi ya mara 12 Biblia. Lakini kila akipita bado ana vitu vipya. Hii inaitwa neno la Mungu. Huwezi mmaliza Mungu. Huwezi mmaliza Mungu. Yaani ni kama vile unajua ukienda na kijiko baharini, unaweza ukajisikia nimejaza mimi. Nimejaza. Umeenda na kijiko rafiki yangu. Utagundua ukienda pia na hii utatoka nimejaza, kama sijamaliza yale maji yote sijui. Ukienda na pipa utagundua utajaza na maji. Hakuna namna utamaliza maji ya bahari. Ndivyo alivyo Mungu. Hakuna namna utamjua Mungu utamaliza. Utimilifu wake ni wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima uwe na shauku ya kumjua Mungu. Shauku ya dhati ya kutaka kumjua Mungu. Inaanzia kwenye kutaka, inaanzia kwenye kiu. Haianzi kwenye kusoma vitabu kwanza, inaanzia kwenye kiu. Kuna watu wamesoma vitabu vingi lakini hawamjui Mungu. Ana historia. Unajua ukiwa hauna kiu, hauna ile kiu ya ndani ya kumtaka kumjua Mungu, Mungu hapatikani kwenye vitabu watu wa Mungu. Mungu hapatikani hata kwenye maandiko hivi. Yaani kuna watu wamesoma maandiko yamewageuza kuwa wapinzani wa Biblia. Yamewageuza kuwa wapinzani wa Biblia, yaani anaweza akachukua Biblia hii kupinga Biblia. Kwa sababu Mungu hapatikani kwenye maandiko kwanza. Biblia inasema andiko huua, roho huisha. Lazima ianzie moyoni kwanza. Mungu hapatikani kwenye vitabu kwanza. Kuna watu wamesoma vitabu anakuambia yani nimesoma vitabu hiki, nimesoma na hiki, amesoma vitabu 50, lakini ukiangalia hawezi kuapply. Hawezi kuishi kile alichokisoma. Maanake alikuwa anasoma tu maandishi, asomi spirit, apati spirit. Ili kuconnect na ile roho ya kumjua Mungu, lazima ianzie shauku ya kumtaka Mungu. Mungu hajulikani tu kwa kufunga, hapana. Ile shauku ndio inaanzia. Hata wachawi wanafunga, unajua. Hata wachawi wanafunga. Ile shauku. Kwa vinginevyo utakuwa tu ni mwanasheria fulani, farisayo mmoja hivi. Unajua ndio mafarisayo walikuwa. Yaani unajua isipoanzia kwenye shauku ya kumtaka na kumjua Mungu, itatengeneza kiburi. Nasema hicho anachohubiri hicho nishakisoma mahali mimi. Anasema hamna kipya.
Una listi ya vitabu, hilo kitabu fulani na hiyo mwandishi fulani na hiyo mwandishi fulani. Alafu ukikutana na maisha halisi unashindwa kumapply Mungu. Hujamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inaanzia kwenye shauku ya kutaka kumjua Mungu. Alafu sasa ndio inazalisha bidii ya dhati kufanya vitu kwa ajili ya mahusiano na Mungu. Shauku ndio italeta bidii kufanya kwa ajili, zingatia hilo neno, kwa ajili ya mahusiano na Mungu. Sio kwa ajili ya. Unajua kuna watu wanasoma Biblia kwa ajili ya kutimiza ratiba ya siku. Anaomba kwa ajili ya mahitaji peke yake. Kwa sababu anataka, yani driving force yake inayompeleka kwenye maombi ni nini? Mungu nipe. Hautamjua Mungu kwa namna hiyo. Kwa nini anafunga? Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe. Hautamjua Mungu kwa namna hiyo. Lazima ile kinachokusukuma kumwendea Mungu kiwe ni kumtaka Mungu, ni mahusiano. Lazima ianzie kwenye mahusiano, ndio itazalisha kumjua Mungu. Ikianzia kwenye vitu vitapatikana, lakini vitu havitakufanya umjue Mungu. Ndio maana wana wa Israeli walilia mbele za Mungu. Wanalia kwa sababu adui wanakuja. Mungu akapasua bahari, wakaona miujiza, hawakumjua Mungu. Wakaona kila siku asubuhi wanakula mkate unaoshuka kutoka mbinguni, hawamjui Mungu. Kwa sababu gani? Haijaanzia kwenye kumtaka Mungu. Kwa lazima ianzie kwenye shauku ya dhati ya kutaka kumjua Mungu na kumtaka Mungu. Alafu hiyo shauku izalishe bidii ya dhati katika kufanya mambo kwa makusudi ya mahusiano yako na Mungu. Motive yako ya kuomba ni nini? Motive yako ya kusoma neno ni nini? Motive yako ya ibada ni nini? Motive yako ya kujitoa ni nini? Iwe ninamtaka Mungu, ninataka kumjua Mungu, ninataka kuhusiana na Mungu. Maana yake kwanza namtaka yeye kabla ya vitu vyake. Lakini wengi tunamwendea Mungu kwa ajili ya vitu vyake. Ni kweli unaweza ukapata vitu lakini hautamjua Mungu. Unaweza ukafunga siku 7 ukapata vitu na usimjue Mungu. Walevi. Kumbe muujiza umfanye mtu kumjua Mungu. Maana waliona matendo makubwa ya Mungu lakini hawakumjua Mungu. Kumjua Mungu kunaanzia kwenye shauku, alafu kufanya mambo kwa ajili ya kumjua, kwa ajili ya mahusiano na Mungu. Lakini pia nakuwa na bidii ya dhati katika maarifa. Bidii katika maarifa. Na haya maarifa hauyatafuti kwa ajili ya mtu mwingine. Sababu kuna mtu ukiona anasoma Biblia, ujue amepangiwa kuhubiri. Yuko serious na Biblia, ana study. Wamwambia Jumatano hii utamwona busy, ana study. Anaangalia hivi, anaenda na huku, anaangalia tafsiri mbalimbali. Sasa hayo unatakiwa uyafanye kwa ajili ya personal development. Yaani ufanye kwa ajili ya kumjua Mungu. Ni vizuri uwe na tabia kujichunguza. Hii kitu mimi ni maisha yangu. Hata wiki hizi 2 nilikuwa najichunguza, nikagundua kuna maeneo fulani simjui Mungu. Yaani kuna maeneo naona kama hili eneo mbona kama bado. Na nikaanza serious study. Na hicho ninachojifunza hata sina mpango wa kufundisha mahali. Obviously mbele huko Mungu anaweza akaleta ufundishe, lakini kusudi la kujifunza sio kufundisha. Kusudi la kujifunza ni kudevelop. Neno la Mungu aliji kwetu kwa ajili ya kuwahubiri watu. Neno la Mungu kwanza ni kwa ajili yetu wenyewe, alafu kile ambacho tumejifunza. Na ukitaka kuona impact ya kitu ambacho unawapatia watu, kiwe ni kitu ambacho kimekugeuza na wewe. Huwezi kuwapa watu kitu ambacho hauna. Hauwezi. Kwa maana yake hakutakuwa na impact ya kile unachokifanya kwa watu. Lakini pia utakuwa kama mshumaa. Mshumaa unatoa mwanga, wenyewe unakufa. Si ndio mshumaa unafanya kazi? Mshumaa kwa kadri ambavyo unafurahia mwanga wake, wenyewe ndio unateketea. Umewahi kuona mtu anafundisha uponyaji alafu yeye mwenyewe ana imani ya uponyaji? Anafundisha afya, yeye mwenyewe ana imani ya afya. Maana yake amechukua anawapa wengine, alafu yeye anateketea. Mimi nakataa kuwa mshumaa. Haiwezekani unawapa watu mwanga alafu wewe unaisha maskini mshumaa. Unasaidia wengine. Na wako wengi tu. Anasema yani nikikaa na mtu ananiona mimi ni mtumishi. Mimi nishakutana na hizo kesi.
Anasema mtumishi, unaona nilivyochanganyikiwa hivi, lakini huko watu wananiona mimi ni mtumishi. Ninavyowatia moyo, rafiki yangu, kataa kuwa mshumaa. Acha kwanza kuwatia moyo wao, kwanza jitie moyo wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anza kufanya vitu kwa ajili ya mahusiano yako na Mungu na kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Uwe na bidii ya dhati katika maarifa, na sio tu kwa ajili ya kuwapa wengine maarifa, ni kwa ajili ya kujengeka wewe, kwa ajili ya kuwa imara wewe, kwa ajili ya kutembea na Mungu. Alafu kwa kadri unavyotembea na Mungu ndivyo ambavyo, na kimsingi iko hivi, kama unafikiri wewe una huduma ya kweli, unataka huduma yenye mafanikio. Huduma ya mafanikio haizalishwi na kipawa. Kama una kipawa, kabla hujaanza kutumia kipawa, mpate aliyokupa kipawa. Usianze kutumia kipawa. Inawezekana unaweza kuandika, inawezekana unaandika masomo, inawezekana unahubiri, unaweza kufundisha kama mimi, inawezekana unaweza kuhubiri, inawezekana unajua kuimba. Kabla hujatoka na kipawa, mpate aliyokupa kipawa, mtafute Mungu. Alafu yule akwambie unatokaje. Hiyo ndio huduma. Huduma sio tu kufanya kitu cha kimungu. Kama nyuma yake hakina Mungu, sio huduma. Sio huduma ya Mungu. Ndio maana unashangaa mtu anafanya vizuri, inamzalishia kiburi. Manake haikutokea kwa Mungu, haikutokana na Mungu. Kinachozaliwa na Mungu, ambacho kabisa unajua hiki nilikipata kutokea kwenye mahusiano na Mungu, rafiki yangu, hakiwezi kuzalisha kiburi. Kwa sababu utagundua picha ulionayo ni kubwa kuliko watu wanapokuona umefika. Na utagundua hiyo picha huwezi kuifikia bila huyo aliyekupa hayo maono. Kwa mwisho wa siku watu watasema, watakusifia. Wewe mbele za Mungu utaendelea kuwa na unyenyekevu. Kwa usikimbie na kipawa, mpate aliyokupa kipawa. Usikimbie tu na kitu umekijua. Kuna watu akiwa anasoma Biblia akidaka tu ufunuo tayari yuko status. Wanione na mimi ni mtu wa maufunuo. Hapana, haipasi kuwa hivyo. Kabla ufunuo ulionao haujamsaidia mwingine, hakikisha umekusaidia wewe. Amen. Ni sawa wakati unaendelea kukusaidia wewe, uwasaidie na wengine. Hiyo ni sawa. Lakini sio unachukua unawapa. Utakuwa farisayo. Anaambia matendo yetu usifate, fata ninachokufundisha. Huo ni ufarisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili kumjua Mungu, zingatia hayo mambo niliyoyasema. Na ni kazi ya msalaba ili turejeshea, ili tupa nafasi sawa wote Mungu kujifunua kwetu na kumjua Mungu kibinafsi. Amen. Naomba tusimame tumshukuru Mungu kwa hizi dakika 4 zilizobaki. Nataka nimjue Yesu. Tunafahamu hiyo tense? Unajua moja ya changamoto ya kanisa la leo. Pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi ni fahamu nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi nimfahamu nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili.
nataka nifahamu na nizidi kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza. Zaidi, 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 zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo zaidi, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake. Zaidi, zaidi, zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Inua mikono yako juu, sema Mungu Baba, ninakushukuru kwa neno lako. Asante kwa uaminifu wako. Umenitumia neno hili ili kunitoa, ili kunivusha na ili kunisaidia kupitia kazi ya msalaba. Mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Hakuna nguvu yoyote yenye uhalali kwangu, kutokea kwenye familia, kutokea kwenye ukoo, kutokea kwenye nilikotoka. Kila nguvu iliyokuwa na uhalali kwangu kwa ufahamu huu imepoteza uhalali. Neno lako linasema ya kwamba mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kupitia kweli hii nimekuwa huru, mbali na kila nguvu ya kifamilia, ya ukoo ambayo ilikuwa inafuatilia maisha yangu. Kuanzia leo, kwa ufahamu huu, mimi ni wa ukoo mwingine, mimi ni wa familia nyingine. Kwenye ulimwengu wa roho, mimi ni wa familia nyingine. Ni kweli kwenye mwili ninatoka kwa baba yangu, lakini kwa rohoni mimi sio wa baba yangu. Kila nguvu ya kiroho kutoka kwenye familia haitaniona tena. Imepoteza address, imenipoteza. Kila cha kifamilia kilichokuwa kinanifuatilia kimepoteza kumbukumbu zangu, kwa sababu adresi yangu mimi ni mbinguni, ni kwa Mungu. Mimi ni mali ya Mungu. Mungu ndiye baba yangu. Maisha yangu ya rohoni yanaathiriwa na Mungu, na kuanzia leo juhudi inazaliwa moyoni mwangu na shauku inazaliwa moyoni mwangu ya kumtaka Mungu na kutaka kumjua Mungu, shauku ya kumjua Mungu, shauku ya kumtafuta Mungu ili nimpate yeye na kila alicho nacho, nimpate yeye na kila alivyo, na ninapompata yeye maisha yangu yanageuka. Asante kwa neno lako. Ili ni neno la ukombozi, ili ni neno la ukombozi, linanikomboa mbali na mateso, mbali na magonjwa, mbali na uharibifu, mbali na dhambi. Kama kulikuwa na vifungo vyovyote vinavyonifuatilia, vimepoteza uhalali, vimepoteza nguvu kwa kazi ya msalaba. Kama kulikuwa na dhambi yoyote inayonishika, mimi sio mtu wa dhambi tena. Asili yangu imegeuzwa, ndani yangu nimegeuzwa. Ndani yangu kunatoka chemichemi ya uzima. Ndani yangu hakutoki mawazo mabaya, ndani yangu hakutoki zinaa, ndani yangu hakutoki tamaa mbaya, ndani yangu hakutoki uharibifu, ndani yangu hakutoki chuki, ndani yangu hakutoki uuaji. Ndani yangu kunatoka chemichemi ya uzima, mito ya maji yaliyo hai,
inatoka ndani yangu na itaanza kuathiri maisha yangu. Leo kwa ufahamu huu wa kazi nzuri ya msalaba, mimi ni mshindi, ninashinda na zaidi ya kushinda. Nitatembea katika ushindi kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jitamkia ushindi, jiambie mimi ni mshindi, nitatembea katika ushindi. Kila changamoto iliyo mbele yangu nitajua cha kufanya, kwa sababu Mungu niliye naye hakwami, Mungu niliye naye hashindwi, katika jina la Yesu. Rapo shikatayama rapa sekete. Maneno haya yanakuwa halisi kwenye maisha yako. Maneno haya yanakuwa halisi kwenye maisha yako. Fundisho hili linakuwa halisi kwako. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Kama kulikuwa na vifungo vinakutembelea usiku, pepo, roho za giza, uchawi, uharibifu wa kipepo, wewe uko juu ya hayo, havitakutesa tena. Mwambie adui huko, niko juu, niko juu, niko juu. Mimi ni wa juu, niko juu. Niko juu, niko juu. Hauwezi kuja kwenye ndoto zangu. Mimi niko juu. Mimi ni zaidi ya hizo ndoto. Mimi ni wa juu. Rapo shikataya. Tunakushukuru Mungu mwaminifu. Asante kwa uaminifu wako. Pokea heshima na utukufu, kwa sababu umestahili. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa dakika moja. Mwambie Mungu ninakushukuru. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa kazi ya msalaba. Asante kwa kazi ya msalaba. Asante kwa kazi ya msalaba. Katika jina la Yesu. Pokea heshima na utukufu katika jina la Yesu. Shangilie Mungu kwa makofi na shangwe na vigelegele. Shangwe yako ni asante. Shangwe yako ni asante kwa Mungu kwa kile amekupa kukijua, kwa sababu kwa kujua haya tayari uhuru umetokea. Kuna vifungo vimeachia tayari. Kuna vifungo vimeachia, vimeshaondoka. Kuna magonjwa yameshaachia tayari. Kuna magonjwa yaliyokuwa yanajirudia yameachia kwa ufahamu huu tayari. Mwambie Mungu asante. Mshangilie Mungu tena. Ongeza tena makofi. Bwana Yesu tunakushukuru katika jina la Yesu. Amen. 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 Kwa sababu ya nguvu ya msalaba nimewekwa huru. Kwa sababu ya nguvu ya msalaba nimewekwa huru. Kwa sababu ya nguvu ya msalaba nimewekwa huru. Kwa sababu ya nguvu ya msalaba nimewekwa